أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema historia ya Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu ilikuwa inaendelea. Hazrat Usman alikuwa na daraja gani kwa maswahaba katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada yake pia kuna riwaya inayoangazia hilo. Nafi amesimulia kutoka kwa Hazrat Ibn Umar radhiyallahu anhu aliyesema ya kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tukimtanguliza mmoja juu ya mwingine katika ubora, na tulikuwa na fikra kwamba Hazrat Abu Bakar ni bora kuliko wote, kisha ni Hazrat Umar bin Khattab, kisha ni Hazrat Uthman bin Affan radhiyallahu anhum. Hiyo ni riwaya ya Bukhari, na katika Bukhari kuna riwaya nyingine. Nafi amesimulia kutoka kwa Hazrat Ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba yeye alisema ya kuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam tulikuwa hatumtangulizi yeyote mbele ya Hazrat Abu Bakar, kisha mbele ya Hazrat Umar, kisha mbele ya Hazrat Uthman, kisha tulikuwa tukiwaacha maswahaba wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tulikuwa hatumtangulizi yeyote katika ubora. Kisha riwaya zinazoeleza daraja ya Hazrat Uthman radhiyallahu anhu, ipo riwaya ya Muhammad bin Hanfiya. Yeye anasema ya kwamba nilimuuliza baba yangu Hazrat Ali kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani aliye bora katika watu. Ye akasema Abu Bakar. Nikasema nani baada yake? Akasema Omar. Kisha nikamuuliza huku nikiogopa kwamba tena ni nani. Ye akajibu kwamba Hazrat Usman. Kisha nikasema ewe baba yangu, baada ya hawa je ni wewe? Ye akajibu mimi ni mtu wa kawaida tu katika Waislam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uhusiano aliokuwa nao kwa Hazrat Usman na Hazrat Usman alikuwa na daraja gani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hii inathibitika kutoka jambo moja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusali sala ya jeneza ya mtu ambaye alikuwa na ubaguzi na Hazrat Usman. Maelezo yake ni kwamba Jabir anasimulia ya kuwa jeneza ya mtu moja ililetwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili asalishe sala ya jeneza yake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuisalisha. Mtu fulani akasema, ya Rasulullah, hatujawahi kuona ukiacha sala ya jeneza ya mtu. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu huyo alikuwa na bughudha na Hazrat Usman, hivyo Mwenyezi Mungu pia ni adui wake. Kisha ipo riwaya
inayoeleza hali ya uadilifu wa Hazrat Usman radhiyallahu anhu ya kwamba kivipi pale ilipothibitika kosa la nduguye yeye akatoa amri ya kumpatia adhabu. Ubaidullah bin Adi anasema ya kwamba Hazrat Miswar bin Makhrama na Abdurrahman bin Aswad bin Abde Yaghus wote wakaniambia ya kwamba kitu gani kinakuzuia kuongea na Hazrat Usman kuhusu nduguye Walid, kwani kwa sababu ya mambo yake fulani watu wamemzungumzia sana. Basi nikaenda kwa Hazrat Usman, yeye akatoka nje kwa ajili ya sala. Nikasema nimekuja na jambo fulani na nakutakia kheri. Hazrat Usman akasema, je, Mamar amekuambia lolote? Nafikiri umekuja na ujumbe wake. Kisha akasema, mimi najikinga kwa Allah kutoka kwako. Kwa kusikia hayo, yeye akatoka huko na akawajia watu. Mtu huyo aliyekuwa amemwendea Hazrat Usman akaja kwa watu na kisha akaja mjumbe wa Hazrat Usman na mimi nikaenda kwake. Hazrat Usman akaniuliza kwamba unanitakiaje kheri. Nikasema Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki na akamteremshia kitabu, na wewe ni mmoja wao ambao wakakubali wito wa Allah na mtume wake, na ukafanya hijra 2 na ukamsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukashuhudia suna yake. Kisha nikasema kwamba watu wamesema mengi kuhusu Walid. Walid alikuwa ndugu yake Hazrat Usman. Hazrat Usman akasema, je, ulipata zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nikasema hapana, lakini kwa kupitia elimu yako mambo haya yamenifikia yaliyokuwa yametokea katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hata yanamfikia bikira akiwa katika hijabu yake. Hazrat Usman akasema, amabad, kwa yakini Mwenyezi Mungu akamtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haki, nami ni miongoni mwa watu waliokubali wito wa Allah na mtume wake, na nikaamini yote aliyotumwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia nikafanya hijra 2 kama usemavyo, na nikabaki na Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikafanya bayati yake, na naapa kwa Allah sikumwasi wala sikumdanganya mpaka Allah akamfisha. Kisha nikaendelea kumtii hata Abubakar Siddiq na nikaendelea kumtii hata Omar. Kisha nikafanywa kuwa khalifa. Sasa je, mimi sina haki ile waliokuwa nayo makhalifa wawili waliotangulia? Nikasema unayo. Ye akasema, sasa kuna mambo gani yanayoendelea kunifikia kutoka kwenu? Na swala la Walidi uliloniambia, basi sisi Mungu akijalia tutampa adhabu sawa na kosa lake alilolitenda. Kisha Hazrat Usman akamuita Hazrat Ali na akamwambia kwamba Walidi apigwe mijeledi, naye akamchapa mijeledi 80. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib akieleza maelezo ya riwaya hiyo ya Bukhari anasema kwamba habari hii inayomhusu Walid bin Utba na kumpatia adhabu inatokana na tuhuma ya kunywa pombe. Baada ya ushahidi kupatikana kwamba pombe ile ilikuwa ile iliyokuwa ikitumika katika zama za ujinga na haikuwa kinywaji cha zabibu au tende tu, Hazrat Usman hakujali undugu wake, bali kwa sababu ya undugu huo akampa adhabu mara 2, na badala ya mijeledi 40 akatoa amri kwamba achapwe mijeledi 80. Kisha inapatikana katika riwaya kwamba Ata bin Yazid akampasha habari ya kuwa Hamran aliyekuwa
mtumwa wa Hazrat Usman aliyeachwa huru akamwambia kwamba yeye akamwona Hazrat Usman bin Affan, yeye akaagiza chombo fulani cha maji na akaosha mikono yake mara 3, kisha akaingiza kwenye chombo mkono wake wa kulia na akasukutua na akasafisha pua, kisha akaosha uso wake na mikono yake hadi vikoni mara 3, kisha akapaka maji kichwani, kisha akaosha miguu yake hadi mafundoni mara 3. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema ya kwamba mtu aliyefanya uzu kama nilivyofanya mimi na kisha akaswali rakaa 2 hivi kwamba hakughafilika katika sala, basi madhambi yake yote yaliyotendeka kutoka kwake yatasamehewa. Siku ya Ijumaa, azana ya pili iliyokuwa imeongezeka ilianza kutolewa katika zama za Hazrat Usman. Maelezo yake ni kama yafuatayo. Zohri amesimulia kutoka kwa Saib bin Yazid kwamba siku ya Ijumaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hazrat Abu Bakar na Hazrat Umar radhiyallahu anhuma, azana ya kwanza ilikuwa inatolewa wakati ambapo imam alikuwa akikaa juu ya mimbari. Ilipowadia zama ya Hazrat Usman radhiyallahu anhu na watu wakawa wingi, nao wakaongeza azana ya 3 katika Zohra. Abu Abdullah akasema kwamba Zohra ni eneo moja katika soko la Madina. Katika kitabu cha fikhi ya Ahmadiyya, kwa mujibu wa hadithi hii imeandikwa kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abu Bakar na hata Umar radhiyallahu anhuma, siku ya Ijumaa karibu na mimbari ambayo kwa yakini ilikuwa imewekwa msikitini ilikuwa inatolewa azana moja tu. Baadaye katika zama ya Hazrat Usman ikaanza desturi ya kutoa azana ya pili ambayo ilikuwa ikitolewa kwa kusimama juu ya jiwe moja kubwa ambalo lilikuwa karibu na mlango wa misikiti, na jiwe lile lilikuwa linaitwa Zohra. Katika Nematul Bari ambayo ni maelezo ya Sahih Bukhari chini ya ufafanuzi wa hadithi hiyo imeandikwa kwamba Ibn Shahab Zohri amesimulia kutoka kwa Saib ya kuwa katika hadithi hii ya kipengele hiki, hiyo imetajwa kwa jina la azana ya 3. Hiyo inatokana na ikama. Yani huzur amesema kwamba mwanzoni kulikuwa na azana 2 na azana ya 3 ilikuwa ikitolewa. Nilikuwa nimesoma riwaya moja iliyosema kwamba watu wakawa wingi na wakaongeza azana ya 3 katika Zohra. Maana ya azana ya 3 ndiyo hii kwamba azana ya kwanza, azana ya pili na ikama pia imetajwa kwa jina la azana. Hivyo kwa ajili ya sala wito unatolewa mara 3. Siku ya Idi, kuhusu ruhusa ya kuacha sala ya Ijumaa, riwaya inapatikana kama hivi. Mtumwa Abu Ubaid aliyeachwa na Ibn Azhar anasema kwamba yeye aliswali Idil Azha nyuma ya Hat Umar. Hat Umar kabla ya hutuba akaswalisha sala, kisha akawahutubia watu na akasema, eni watu, kwa yakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakatazeni kufunga saumu katika siku za Idi hizi 2. Kati zake moja ni siku ya Idi inayokuja baada ya saumu, na siku ya pili ni ile ambapo mnakula kutoka zabihu zenu. Abu Ubaid anasema kisha yeye katika zama za Hazrat Usman bin Affan akaswali sala ya Idi nyuma yake. Siku ile ilikuwa siku ya Ijumaa. Hazrat Usman kabla ya hutuba akaswalisha sala, kisha akatoa hutuba na akasema, eni watu, hiyo ni siku ambapo Idi 2 zimejumuika kwa ajili yenu. Basi watu waishio pembezoni mwa Madina, apendaye kusubiri sala ya Ijumaa anaweza kuisubiri, na anayetaka kurejea nyumbani ana ruhusa kutoka kwangu. Huzur anasema kwamba katika fikhi ya Ahmadiyya kitu kilichoandikwa mimi bado sijapata ushahidi wake ulio wazi. Humo imeandikwa kwamba
ikiwa Ijumaa na Idi zijumuike katika siku moja, basi baada ya swala ya Idi sala ya Ijumaa isisaliwe wala azuhuri, bali wakati wa alasiri sala ya alasiri isaliwe. Hivyo Ata bin Rabah anasema kwamba safari moja Ijumaa na Eid al-Fitr zikaja katika siku moja. Hata Abdullah bin Zubair akasema kwamba zimejumuika idi mbili katika siku moja, hivyo zote zitasaliwa kwa pamoja. Basi yeye akaswali rakaa mbili kabla ya mchana, na kisha baada yake hakuswali swala yoyote hadi alasiri. Yani siku ile swala ya alasiri ikaswaliwa baada ya swala ya idi. Huzur anasema kwamba kuhusiana na swala hilo bado kuna haja ya kufanya utafiti zaidi. Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala pia alikuwa amesema na kufanya tahqiq. Mwanzoni nilikuwa nafikiri kwamba hakuna haja yake, kisha kwa kuwa hatukupata riwaya zozote ambazo zingethibitisha habari hiyo kuwa kweli kutoka sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sala ya azuhuri pia iwe imeachwa, isipokuwa riwaya hiyo moja tu ambayo hat Abdullah bin Zubair ameisimulia. Hivyo swala hilo linahitaji uchunguzi zaidi, na kitabu cha fikhi ambacho inaendelea kufanywa kazi ya kupitia muswada wake. Hivyo nafikiri kuna haja ya kuangalia vizuri kwamba kwa kiasi fulani jambo hilo ni sahihi kwamba sala ya azuhuri pia isisaliwe. Kuhusu Ijumaa inaeleweka kwamba sala ya Ijumaa haitaswaliwa, lakini kusema kwamba sala ya azuhuri pia isisaliwe, kuhusu jambo hilo tukiacha riwaya hiyo moja tu, hatupati riwaya yote nyingine ikitoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au makhalifa zake, na bado hatujapata hadi sasa sawa na utafiti wetu. Kuhusu swala la kuoga siku ya Ijumaa ipo riwaya inayoeleza mada hiyo. Hat Abu Huraira anasema ya kwamba siku ya Ijumaa hat Umar bin Khattab alikuwa anawahutubia watu. Hat Usman akaingia ndani, akaingia miskitini. Hat Umar akasema akiashiria upande wake kwamba imekuaje kwa watu hata baada ya azwana wanakuja wakichelewa. Hapo hat Usman akasema, ewe Amirul Mu'minin, mimi nimesikia azwana tu na nimefanya uzu na nimekuja. Hat Umar akasema, uzu peke yake? Je, hukumsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba miongoni mwenu mtu akija kwa ajili ya swala ya Ijumaa yampasa kuoga kama maji yapo? Katika vitabu vya hadithi zilizosimuliwa na hat Usman radhiyallahu anhu na ni hadithi marfu ni chache sana ikilinganishwa na maswahaba wengine. Riwaya zote alizozisimulia ni 146, na kati ya hizo hadithi 3 ni muttafiq alayh, yani zinapatikana katika Bukhari na Muslim, na hadithi 8 zimeandikwa katika Bukhari na 5 zinapatikana katika Muslim. Hivyo katika vitabu vya siha 6 kwa ujumla hadithi zilizosimuliwa na Usman ni 16. Sababu ya uchache wa hadithi ndiyo hii kwamba katika kusimulia hadithi Usman alikuwa makini mno. Alikuwa akisema kwamba kitu kinachonizuia kusimulia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fikra yangu, kwamba mimi nisije nikakosea kusimulia jambo fulani la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuhusu jambo lile kauli ya maswahaba wengine iwe sahihi zaidi. Hivyo mimi ni mwangalifu sana. Lakini akasema, mimi natoa shahada ya kuwa nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba mtu atakaye nasibisha kwangu jambo ambalo sikulisema, yeye aifanye jahanamu kuwa makao yake. Hivyo katika kusimulia hadithi Usman alikuwa makini mno. Abdurrahman bin Hatib anasema kwamba sijawahi kumwona sahaba yeyote mwenye kusema jambo kamili isipokuwa Usman, lakini katika usimuliaji wa hadithi yeye alikuwa akiogopa. Imran bin Aban anasema kwamba safari moja Usman bin Affan aliagiza maji ya kufanya uzu, akasukutua na akatia maji puani na akaosha uso mara 3 na akaosha mikono mara 3 na akapaka maji juu ya kichwa
na sehemu iliyo juu ya mikono, kisha akatabasamu. Kisha akawaambia wenzake, je, hamtaniuliza sababu ya kutabasamu kwangu? Wao wakasema, ewe amirul mu'minin, kwa nini umecheka? Akasema, nikamwona mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yeye akaagiza maji hapa hapa, kisha akatawaza kama nilivyotawaza mimi. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu, kisha akawaambia maswahaba, je, hamtaniuliza sababu ya kutabasamu kwangu? Wakasema, ya Rasulullah, kwa nini umetabasamu? Mtume sallallahu akasema, mtu anapoagiza maji ya uzu na anaosha uso wake, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake yote yanayotokana na uso wake. Kisha anapoosha mikono yake, hiyo inatokea. Kisha anapopaka maji kichwani, hiyo inatokea. Na anaposafisha miguu yake, hiyo inatokea. Huzur amesema kwamba ingekuwa bora ikiwa riwaya hiyo ingeelezwa pamoja na riwaya ile ya uzu, lakini sasa hapo imeelezwa. Riwaya zinazoeleza habari za ndoa na watoto wa Hat Usman sawa na riwaya Hat Usman akaoa wake 8 na ndoa hizi zote zikafungwa baada ya kukubali Islam. Majina ya wake na watoto wake ni kama yafuatayo: Hat Ruqayya binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwana wake Abdullah bin Usman akazaliwa kutoka kwake. Hat Kulsum binti Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kifo cha Ruqayya, Hat Usman akamoa Hat Kulsum. Hat Fakhta binti Ghazwan, yeye alikuwa dada yake Hat Utba bin Ghazwan. Mtoto mmoja wa kiume akazaliwa kutoka kwake ambaye jina lake lilikuwa Abdullah na alikuwa anaitwa Abdullah al-Asghar. Hat Amr binti Jundub Asdiya, kutoka kwake Amr, Khalid, Aban, Umar na Maryam wakazaliwa. Hat Fatuma binti Walid Makhzumia, kutoka kwake Walid, Said na Said wakazaliwa. Hat Banin binti Uyayna bin Hisn Hazaria, kutoka kwa mama huyo mwana wake Abdul Malik akazaliwa. Hat Ramla binti Sheba bin Rabia, kutoka kwa mama huyo Aisha Aban na Amr wakazaliwa. Hat Naila binti Farasfa binti Ahfas, mwanzoni mama huyo alikuwa Mkristo, lakini kabla ya sherehe ya harusi akakubali Islam na alikuwa Muislamu imara. Kutoka kwa mama huyo binti yake Maryam akazaliwa. Pia inasemwa kwamba mtoto mmoja wa kiume alikuwa amezaliwa, alikuwa anaitwa Anbasa. Hat Usman alipouawa shahidi wakati ule, sawa na riwaya moja, wake zake 4 walikuwa pamoja naye: Hat Ramla na Hat Naila na Hat Banin na Hat Fakhta. Ila hali sawa na riwaya nyingine, katika siku za kuzingira kwake Hat Usman alikuwa amempa Hat Banin talaka. Hat Khalamsi Awwal radhiyallahu anhu akieleza maelezo ya sura An-Nur anasema, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba nuru moja inatokana na maarifa ambayo inamfanya mtu kutambua kati ya mazuri na mabaya, na nuru ile inakuwepo katika nyumba zile ambamo Mungu hutajwa asubuhi na jioni, na watu wanaoishi humo ni matajiri. Nyumba zao ni ndogo, lakini siku nyingine Mwenyezi Mungu atazipanua nyumba zao. Hivyo mkusanyaji wa Qur'ani tukufu ni Abu Bakar Siddiq, kisha ni Omar, kisha Uthman ni mchapishaji wake, kisha ni Ali ambaye kutoka kwake elimu za kweli za kiroho zimefikia duniani. Huzur anasema kwamba hata mimi mwenyewe, yani Khalifa Awwal anasema kwamba mimi mwenyewe nimejifunza moja kwa moja baadhi ya mambo ya maarifa ya Qur'ani tukufu kutoka kwa Hazrat Ali. Kisha anasema kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia katika sura hiyo ya kuwa ukhalifa utapatikana katika wahajiri. Kisha akatuambia kwamba Waislamu pia watapigana nao na makafiri pia. Hivyo hata Abu Bakar alipingwa, wengine walikuwa hawataki ukhalifa.
Mwenyezi Mungu ametoa mfano wa yote mawili, moja waliozani mazighazi ni kama maji, na wengine ambao watakuwa chini ya sheria lakini watapigana vita, na mwisho wao ndio huu kwamba wanyama na ndege watakula nyama yao. Katika zama za makhalifa walioongoka, hata Abubakar akakabiliana na shida nyingi. Jeshi likatumwa chini ya uongozi wa Hat Usama, na huku Uarabuni uasi ukasambaa kote kote. Watu wa Maka walikuwa wameasi. Ndipo mtu mmoja mwenye akili akawafikia akisema kwamba nini katika kuamini mkawa wa mwisho, sasa katika kuritadi mmekuwa wa kwanza. Hapo wao wakajizuia. Kisha anasema iza fariqum minhum mu'rizun, kundi lilotajwa humo wao kamwe hawakufanikiwa katika zama za makhalifa. Na kundi la pili ni samena wa atwana, na ndiyo kundi waliofanikiwa muda wote. Hivyo Qur'an tukufu inasema ulaika humul muflihun. Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba mimi nachojua ni kwamba mtu yeyote hawezi kuwa muumini na muislamu mkweli hadi rangi ya Abubakar, Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhum isizalike ndani mwake. Wao walikuwa hawaipendi dunia, bali walikuwa wamejitolea maisha yao katika njia ya Allah. Kisha anasema itikadi hii ni muhimu kwamba hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu na hata Umar Faruq radhiyallahu anhu na hata Zunnurain yani hata Usman radhiyallahu anhu na hata Ali Murtaza radhiyallahu ta'ala anhu, wote kwa kweli walikuwa waaminifu wa dini. Abubakar ambaye ni Adamu wa pili wa Islam, na hata Umar Faruq na hata Usman radhiyallahu anhu, ikiwa wasingekuwa waaminifu wa kweli katika dini, leo ingekuwa vigumu kwetu kusema kwamba Qur'ani tukufu imetoka kwa Allah. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema wallahi Mwenyezi Mungu amewafanya kina hata Abubakar na Umar na yule watatu ambaye ni mwenye nuru mbili kuwa milango ya Islam na maaskari wa kikosi cha mbele cha jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mtu anayekataa heshima yao na hawaheshimu, bali anawazihaki na kuwakejeli, na muda wote anaendelea kuwakaripia na anasema mabaya zidi yao, mimi nina hofu kwamba yeye atakosa imani na mwisho wake utakuwa mbaya mno. Na wale waliowauzi na wakawalaani na wakawashutumu, basi mwisho wao ndio huu kwamba mioyo yao ikawa migumu na wakapata ghadhabu ya Allah. Huu ni uzoefu wangu wa mara kwa mara, na nimeshasema wazi kwamba kuwa na kinyongo na watukufu hawa ni sababu ya kujitenga na Allah mwenye baraka, na yeyote ajengaye uadui nao, mtu huyo njia zote za rehma na huruma zinafungwa kwake, na milango ya elimu na maarifa haifunguliwi kwake, na Mwenyezi Mungu anamwacha katika starehe za dunia na kwenye upotevu wake, na anamwangusha katika mashimo ya tamaa za nafsi, na anamfanya awe mbali na kizingiti chake na akose ukaribu wake. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafanikio yote yaliyopatikana katika Islam yametokana na maswahaba hawa watatu, yani Abubakar, Umar na Usman. Kisha Sayyidina Ahmad al-Salam akieleza habari za Mashia anasema kwamba tuseme nini juu ya matusi yenu, kwani nyinyi mnawatukana maswahaba wote na mnawataja wake watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huku mkiwalaani, na mnazani kwamba katika kitabu cha Allah mambo yamepunguzwa na kuongezwa kiasi, na mnasema kwamba hicho ni biaze Uthman na haki kutoka kwa Allah. Nyinyi mmeichukulia Islam kama iwe jangwani ambayo ardhi yake ni kavu na ina ukame, yani imekosa wapendwa wa Allah.
kisha akasema, basi heshima gani imebaki kwenu eni warukao mipaka? kisha anasema, mimi nimefahamishwa na Mungu wangu kuhusu ukhalifa na nimeweza kufikia undani wake, na Mwenyezi Mungu wangu ameniambia kwamba Siddiq na Faruk na Uthman radhiyallahu anhum walikuwa wema na waumini na walitokana na watu ambao Mwenyezi Mungu akawachagua, ambao wakajaaliwa rehema makhsus ya Allah, na wingi walio na maarifa wakatoa shahada kuhusu hulka zao. Wao kwa ajili ya Allah wakaacha watani wao, wakaingia katika majiko ya vita, na hawakujali joto la mchana la kiangazi na baridi kali la usiku wa kipupwe bali mithili vijana wakaendelea kusonga mbele katika njia za dini, na hawakuelekea kwa jamaa zake na wengine, na kwa ajili ya Allah Mola wa ulimwengu wakaacha kila kitu. Matendo yao yananukia na yana harufu nzuri, na hayo yote yanatusaidia kujua kuhusu daraja zao na wema wao, na matendo yao yanatujulisha kuhusu tabia yao, na nuru zao kwa mwanga zote zinatuzihiri. Basi nyinyi ikiwa mnataka kujua daraja yao, basi angalieni harufu nzuri inayotoka kwao, na msifanye haraka wala msifuate zana mbaya, na msidanganywe na baadhi ya riwaya, kwani riwaya zile zina sumu na zimetiwa chumvi wala haziaminiki, na miongoni mwa riwaya hizi ni nyingi ambazo hazina uhakika na ukweli vovote. Basi muwe na hofu ya Allah, wala msiwe miongoni mwa wafuatao riwaya hizi. Pamoja na hayo, habari za Hazrat Usman zinafikia tamati yake. Inshallah siku za usoni nitaanza kueleza kuhusu Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Habari nyingine ndiyo hii kwamba Al-Islam imetayarisha toleo la kwanza la tovuti mpya ya Qur'ani tukufu, holyquran.io. Tovuti hiyo inaweza kutembelewa nje ya tovuti ya Al-Islam, na kwa kutumia tovuti hiyo sura, aya, neno au mada yote ya Qur'ani tukufu inaweza kutafutwa kwa Kiarabu, Kiingereza na Kiurdu, na matokeo yake yanaweza kuangaliwa pamoja na tafsiri zilizofanywa na jamaat na tafsiri za watu wengine. Pamoja na kila aya, tafsiri, maelezo na hata aya zingine zinazoeleza mada hiyo zinaweza kufikiwa. Kazi hiyo bado inaendelea, na inshallah sehemu yake ijayo itakuwa tayari hadi jalsa salana Uingereza 2021. Pamoja na hayo, kwenye tovuti ya Al-Islam kwa ajili ya kusoma Qur'ani tukufu na kuisikiliza, na tovuti nyingine ya search Read Quran app, toleo lake jipya limekuwa tayari, ambamo ndani yake tafsiri za Kiingereza na maelezo ya tafsiri saghir na tafsiri ya Kiingereza neno kwa neno, orodha ya mada mbalimbali na mambo mengine yaliyo mazuri yatakayotusaidia katika usomaji wa Qur'an tukufu yamewekwa. Tunamwomba Allah ili hatua hiyo iwe sababu ya kusambaza mafundisho mazuri ya Qur'an duniani na wanajumuiya waweze kunufaika nayo kama ipasavyo. Pia napenda kusema tena kwamba muwaombe wanajumuiya wa Pakistan, Mwenyezi Mungu awabadilishie hali yao na awarahisishie. Pia muwakumbuke wanajumuiya wa Aljazair katika maombi yenu. Allah awajalie uimara wa dini na awafanyie wepesi. Sasa nitawazungumzia baadhi ya marehemu na nitasalisha jeneza zao. Napokea maombi mengi na inakuwa vigumu kuwataja wote na kusalisha jeneza yao hapa. Basi nitawazungumzia wachache, ama wengine nimewajumuisha pamoja
katika maombi yangu bila kutaja majina yao. Mwenyezi Mungu awaghofirie wote na awarehemu. Sasa majina yaliyo mbele yangu sasa nayasoma. Mmoja ni mheshimiwa Muhammad Sadiq Sahib Durga Rampuri Sahib. Huyo alikuwa kutoka Bangladesh, Dhaka. 14 Novemba 2020 akiwa na umri wa miaka 75 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu aliweza kuitumikia jumuiya kama katibu wa wakfe nao taifa kwa muda mrefu na nyazifa zingine. Kwa ajili ya kupanga darsa mbalimbali za wakfe nao alikuwa anayetembelea matawi ya mbali na alikuwa akija msikitini bila kukosa hadi pale alipoanza kuugua. Alikuwa musi. Yeye amewacha nyuma mke na vijana 3 na binti mmoja. Anayefuata ni mwanamke Bi Mukhtara Sahiba, mke wa Rashid Ahmad Atwal Sahib Darul Yaman Rabwa. Huyo alikuwa mama mkwe wa Naim Bajwa Sahib, mwalimu mkuu wa Jamia Mubashirin Burkina Faso. 16 Januari alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu katika tanzim ya lajna aliweza kuitumikia kwa miaka 17. Aliweza kujitolea sana mali yake, hata aliweza kutoa michango mikubwa. Hata kabla ya kifo akasema kwamba bangili zangu ziko wapi, na akamwambia mwana wake kwamba ziuze bangili hizo na hela utakayopata umpatie rais wa tawi kama mchango wa MTA. Takriban thamani ya bangili ilikuwa 3.5 rupia. Kisha mwaka 1995 vijana wake wawili walikuwa wamekufa katika ajali nchini Ujerumani. Mama huyo akavumilia msiba huo mkubwa kwa subira na hakulalamika, na akawa razi katika razi ya Allah na akaonesha subira na uvumilivu. Mama alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Alikuwa akihubiri katika vijiji mbalimbali vilivyo jirani na Rabwa. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Pamoja na kusoma mwenyewe kila siku bila kukosa, akaweza kuwafunza watoto wa mtaa wake Qur'ani tukufu na Qur'an. Alikuwa musi, amewaacha mume na kijana mmoja na mabinti 4. Mabinti 3 wanaishi London na mmoja yupo Burkina Faso. Wanaoishi hapa wanafanya kazi ya jamaat. Allah amghufirie marehemu. Jeneza inayofuata ni ya Manzur Ahmad Shah Sahib. 17 Januari akiwa na umri wa miaka 82 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana mwaka 1903 kwa kumpitia baba yake Hatmia Abdul Karim Sahib, ambaye alikuwa sahaba wa Masihi Maud Islam, ambapo Masihi Maud Islam alikuwa akienda Jehlam kwa ajili ya kesi ya Karamdin. Shah Sahib alihamia Karachi mwaka 1956. Kisha akapata nafasi ya kuitumikia jamaat kama qaid wilaya Karachi na akafanya kazi kubwa. Kisha akaitumikia jumuiya kama rais wa tawi la Drake Road Colony na naib amir Karachi. Mwaka 1984 ujumbe uliokuwa umempokea Khalifatul Masih Rabi rahimahullah taala mjini Sakhar, huyo alikuwepo katika ujumbe ule na akabaki airport hadi kuondoka kwa huzur. Mwaka 2010 akahamia London na alikuwa akiitumikia jumuiya katika zahanati ya homeopathy katika msikiti wa Baitul Futuh. Wakati wa kifo alikuwa anaitumikia jamaat kama katibu wa malezi na katibu wa malezi kwa wanajumuiya wapya. Marehemu alikuwa amefanya wasia. Wapo wajukuu zake 3 ambao ni wabashiri na wanaitumikia jamaat hapa Uingereza. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu.
jeneza inayofuata ni ya hamida akhtar sahiba, mke wa abdurrahman salim sahib wa marekani, ambaye 19 januari akiwa na umri ya miaka 92 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. mwenyezi mungu alimjalia mama huyo kuitumikia jumuiya katika tanzim ya lajna kwa miaka 50 katika miji ya karachi na rawalpindi, na akaendelea kuitumikia jamaat kama katibu mkuu na sadr lajna. marehemu alikuwa anaupenda sana ukhalifa. alikuwa akiwahimiza watoto wake ili waendelee kushikamana na ukhalifa. maisha yote akaendelea kuwa mwangalifu katika kuswali swala na swala ya tahajudi. alikuwa akisoma qurani tukufu kwa moyo wote na alikuwa anawafunza watoto qurani tukufu, na akapata bahati ya kufanya umra. alikuwa musi. ameacha nyuma wana 5 na mabinti 2. watoto wake wengi ni watumishi wa jamaat na wanaendelea kuitumikia jumuiya vizuri. dr abdussalam saheb na daktari khaliq malik saheb na kadhalik. mwenyezi mungu amghufirie na amrihimu. jeneza inayofuata ni ya mheshimiwa nasir peter lutsin saheb, ambaye alikuwa mwanajumuiya mjerumani. januari 20 alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. binti yake anasema kwamba mwaka 1983 siku moja wazazi wangu walikuwa wakipita soko la katikati ya mji wa hanover, ndipo wakaona sehemu ambapo kulikuwa na meza na juu yake kulikuwa na vitabu vichache vya jamaat, na nyuma yake kulikuwa na vijana 2 wasio wa Jerumani ambao walikuwa wamesimama. walipoongea nao wakajua kwamba hayo ni maonyesho ya mahubiri ya jamaat. wakauliza maswali mbalimbali na wakachukua vipeperushi na kadhalik. baada ya kusoma vitabu na vipeperushi wakakutana nao tena. wahamadia hawa wakawaalika kwenye chakula nyumbani kwao. kulikuwa na mwezi wa Ramadhan. anasema kwamba wazazi wangu wakaenda nyumbani kwao kwa ajili ya futari. wao walikuwa wamewaandalia chakula, wakala pamoja wakikaa chini, na wazazi wangu wakapenda sana chakula. lakini zaidi ya hayo, kitu kilichopendeza zaidi, wakapenda ikhlasi yao na imani yao. kisha anasema kwa baada ya chakula wakaongea nao, kisha wakaanza kutembeleana, na baada ya kusoma kuhusu jumuiya kwa miezi kadhaa wakajiunga na jamaat. hiyo ilikuwa siku ya Idi. anasema kwamba marehemu Nasir saheb akaenda Hamburg pamoja na marafiki zake na akapata bahati ya kujiunga na jamaat. akapata nafasi ya kutoa hutuba katika jalsa salana. anasema mama yangu alikuwa na shauku ya kujua kuhusu dini, na hivyo akaelekea upande wa jumuiya. kisha akajenga uhusiano imara na Allah, na mara kadhaa akaona nishani za kupokelewa kwa maombi. mwaka 1986 anasema kwamba mama yangu alikuwa na umwa kutoka jicho moja. mwaka 1986 akaja kushiriki katika jalsa salana Uingereza. hapo macho yake yakapona. mwanzoni alikuwa na maradhi ya macho na alikuwa hawezi kuona kutoka jicho moja, lakini kisha akaanza kuona kwa jicho lile lile. alikuwa akisema kwamba huo ni muujiza kwangu, na muujiza huo ukatokea baada ya miaka 11, na alikuwa akisema kwamba hizi ni baraka nilizozipata kutokana na kushiriki katika jalsa salana. kisha alikuwa anaishi nyumbani kwa Bi Khadija. anasema kwamba siku moja walienda nje kwa ajili ya kupunga hewa, wakaenda mbali kidogo. sasa wakapoteza njia. walikuwa wamesimama barabarani na walikuwa hawajui kwamba waende wapi. sasa giza likaanza kuzidi na pia wakapoteza njia. hapo mama akasema njoni tufanye maombi, na walipomaliza maombi wakaona kwamba mwanamke wa Bi Khadija alikuwa amesimama mbele yao pamoja na gari yake akisema njoni tuende nyumbani.
mama yangu akazidi katika imani kutokana na tukio hilo. Laik Munir Saheb mbashiri wa Ujerumani anaandika kwamba familia nzima ya marehemu ilikuwa Ahmadiyya. Wakati ule tulikuwa tukisema kwamba hiyo ni familia nzima iliyo Ahmadiyya. Marehemu alikuwa na ikhlasi na alikuwa mtu mwema sana. Alikuwa katika mstari wa mbele katika michango yote. Alikuwa akitoa hutuba katika mikutano ya mahubiri. Jina la Masihi Maud salam likitajwa mbele yake, macho yake yalikuwa yakitokwa na machozi. Katika kikao cha mahubiri marehemu akatoa hoja na dalili juu ya ukweli wa Islam kwa njia nzuri sana. Baada yake mzee mmoja Mjerumani akaja kwangu akasema kwamba leo nimeweza kujua kuhusu Islam. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na awajalie watoto wake ili waendelee kushikamana na jamaat. Jeneza inayofuata ni ya Bi Razia Tanwir Sahiba wa Canada ambaye alikuwa mke wa Khalil Ahmad Tanwir Sahib, mbashiri wa jumuiya na vice principal Jamia Rabwa. 27 Januari akiwa na umri wa miaka 58 akafariki dunia nchini Canada. Alikuwa na maradhi ya saratani. Marehemu alikuwa na shauku ya kufanya kazi ya jamaat tangu utotoni ambayo ikaendelea hadi kifo chake. Kwa miaka 22 akaweza kufanya kazi katika ofisi ya Lajna Imaila Pakistan na katika ofisi ya jarida la Misbah akiwa mharrir, mwandishi na accountant, na akaendelea kuitumikia jamaat hadi kifo chake. Akaweza kufanya kazi pamoja na Choti Yapa Sahiba na akaweza kujifunza mengi kutoka kwake. Akaweza kupata maombi kutoka kwake. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Mia Manzur Ahmad Ghalib Sahib ibn Mia Sher Muhammad Sahib wa Doda wilaya Sargoda. Februari 7 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaka yake alikuwa ameweza kujiunga na jamaat mwaka 1955. Kisha huyo alikuwa anakwenda Rabwa pamoja na kaka yake ambapo akafanya baiati. Mwana wake Bwana Bashir Ahmad wa Belgium anasema kwamba baba yangu alikuwa anaupenda sana ukhalifa na alikuwa anautii ukhalifa kama ipasavyo. Usura amesema mimi namfahamu marehemu kwa yakini. Marehemu alikuwa na ikhlasi na unyofu na alikuwa mwenye kuitumikia jamaat kwa weledi na kwa juhudi zote. Alikuwa mwenye kuitanguliza dini juu ya dunia, mtumishi wa dini, mkarimu, mnyenyekevu, mcheshi na alikuwa na tabia njema sana. Kwa fadhila ya Allah akaweza kuitumikia jamaat katika Khudamul Ahmadiyya na kisha kwenye Ansarullah katika wilaya yake, na kisha akaweza kuitumikia jamaat kama katibu wa fedha, katibu wa Waqf Jadid, katibu wa Tahrik Jadid katika mji wa Sargoda, na akaweza kuitumikia jamaat kwa juhudi zote. Mjukuu wake mmoja ni mbashiri anaitwa Safir Ahmad ambaye anafanya kazi katika ofisi ya PS. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Bi Bushra Hamid Anwar Adni Sahiba, mke wa Hamid Anwar Sahib Aden, Yemen, ambaye alikuwa mama wa Mheshimiwa Muhammad Ahmad Anwar Sahib ambaye ni mtumishi wetu wa kujitolea katika MTA, na pia alikuwa mama mkwe wa Bwana Munir Ahmad Ode ambaye ni mkurugenzi production MTA. 14 Februari akiwa na umri miaka 69 akafariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa mjukuu wa Haji Muhammadin Sahib Dialvi na Hussein Bibi ambao walikuwa maswahaba wa Masihi Maud alayhi salatu wassalam. Akaweza kupata nafasi ya kuitumikia MTA kwenye kipindi cha Liqama al-Arab. Aliweza kujitolea sana na akaendelea kuitumikia jamaat katika jarida la Al-Arabia, na muda wote alipokuwa anafanya kazi ya jamaat alikuwa anajisikia furaha na bashasha. Alikuwa mama mwenye subira na mwenye kutoa shukurani kwa Allah. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Bi
Nurusabao Zafar Sahiba, mke Muhammad Afzal Zafar Sahib, mbashiri wa jumuiya Eldoret, Kenya, ambaye 25 Machi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 62. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti mdogo wa Maulana Muhammad Said Ansari Sahib marhum, mbashiri wa jumuiya. Alikuwa kutoka jamaa za Bwana Nasim Bajwa Sahib. Mume wake Bwana Muhammad Afzal Sahib anasema kwamba kwa fadhila ya Allah, mke wangu alikuwa mwenye kuswali sala 5, kuswali sala ya tahajjudi na kusoma Qur'ani tukufu kila siku. Alikuwa anafanya maombi mengi na alikuwa anawahimiza watoto wafanye maombi. Alikuwa anasikiliza hutuba ya khalifa bila kukosa, na alikuwa anawaambia watoto wake nukuu mbalimbali kutoka khalifa, kutoka hutuba ya khalifa, ili watoto wake waweze kujifunza zaidi. Alikuwa anawasimulia watoto wake matukio mbalimbali yenye kusisimua imani kutoka vitabu vya hadithi na historia. Alikuwa musia, alikuwa anatoa michango bila kukosa, alikuwa akishiriki katika michango mbalimbali. Alikuwa mkarimu sana. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia moyo mpana, moyo mkunjufu. Mbashiri anasema kwamba mke wangu nimekaa naye kwa miaka 21 na bila shaka mke wangu amejitolea vizuri na amefanya kazi kubwa. Mbashiri huyu Zafar Sahib, mke wake wa kwanza, alikuwa amepata ajali pamoja na watoto wake 4 katika nchi ya Fiji. Huyo alikuwa mke wake wa pili, na wapo mabinti wawili kutoka mke wa kwanza. Mama huyo akawalea kama mama na akawapatia upendo wote. Mabinti wao wamesema kwamba mama huyo alitupenda sana, akatulea vizuri na akatusomesha, na jinsi alivyotutindia, wanasema kwamba tulikuwa tumesahau kwamba mama yetu amekushafariki dunia. Na Zafar anasema kwamba hata alikuwa anawatendea kwa wema ndugu na jamaa wote. Binti yake mmoja anasema kwamba huyu alikuwa ametupenda mno na alikuwa anatujali sana. Yeye alikuwa na binti yake mmoja, lakini yeye hakuwahi kutofautisha baina yao. Alikuwa mwenye kujitolea sana, alikuwa na tawakkul juu ya dhati ya Allah, na alikuwa anawahimiza watoto waendelee kushikamana na ukhalifa. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Sultan Ali Rehan Sahib, ambaye alikuwa baba wa Muhammad Naim Sahib, mbashiri wa jumuiya dawati la Kiarabu Uingereza. 26 Machi akiwa na umri ya miaka 83 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muhammad Sahib anaandika kwamba baba yangu mkubwa alifanya utafiti kisha akajiunga na jamaat mwaka 58. Kisha akamhubiri baba yangu na akampeleka kwenye jalsa. Baada ya kusoma vitabu viwili vitatu, baba yangu pia akajiunga na jamaat. Kisha wote wawili wakapingwa vikali, watu wakapanga mipango ya kuwaua, lakini Mungu akawasalimisha. Masheikh walikuwa wanakuja katika kijiji chetu na walikuwa wanasema kwamba je, nini mmeshindwa kuwaua vijana wawili? Lakini Mwenyezi Mungu akawasalimisha na akawasaidia na akawalinda. Na baba yangu akaendelea kuwahurumia jamaa ambao si wa Ahmadiyya kwa wema. Ameacha vijana wawili na mabinti 6. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Muhammad Naim pia hakuweza kwenda kushiriki katika mazishi ya baba yake. Jeneza inayofuata ni ya Maulvi Ghulam Qadir Sahib, mbashiri wa jumuiya wa Kalaban, wilaya Rajori, jimbo la Jammu Kashmir. 26 Machi akiwa na umri miaka 56 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
katika familia ya Maulvi Ghulam Qadir Saheb jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake bwana Buhadhar Ali Saheb ambaye pamoja na wanafamilia 13 alikuwa amejiunga na jamaat. Mbashiri wetu ameweza kuitumikia jamaat kwa miaka 34 na popote pale ambapo akateuliwa na akawekwa akafanya kazi ya jamaat, kazi ya mahubiri na malezi kwa moyo wote, na akaendelea kuvumilia mambo mbalimbali. Alikuwa mwenye kufanya subira na mwenye kutoa shukurani. Ameacha nyuma vijana 3 na mabinti 2. Kijana wake mmoja Bashiruddin Qadir ni mwanafunzi wa Jamia Ahmadiyya Qadian. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Mahmuda Begum Sahiba, mke Muhammad Sadiq Sahib Arif Darwesh Qadian, ambaye Aprili mosi akiwa na umri wa miaka 85 alifariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Qazi Ashraf Ali Sahib radhiyallahu anhu na alikuwa binti wa Qazi Shad Bakhsh Sahib marhum. Akaolewa na Muhammad Arif Sadiq Sahib Darwesh Qadian. Marehemu katika zama ile akakaa pamoja na mume wake na akaendelea kuvumilia mambo yote na hakulalamika. Alikuwa mwenye kuswali sala zote, bali wakati wa maradhi yake alikuwa amekosa utulivu kwamba hawezi kuswali. Alikuwa anasoma Qur'ani tukufu, alikuwa anatoa michango, alikuwa anapenda sana ukhalifa, alikuwa anawahimiza watoto nao pia washikamane na ukhalifa. Marhuma alikuwa musia, amewacha nyuma vijana 3 na mabinti 2. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Khalid Saadullah Al-Misri Urdun, ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 60. Alikuwa mwanajumuiya mmoja tu katika familia yake, mwanajumuiya wa kwanza. Alikuwa anatoa michango bila kukosa, alikuwa anaifuata nizamu ya jamaat, alikuwa mcheshi mkarimu mwenye kuwahudumia wageni, alikuwa na tabia njema na mkimya. Kwa ajili yake amri ya khalifa ilikuwa kila kitu. Alikuwa anasikiliza hutuba kwa kupitia MTA bila kukosa. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Mheshimiwa Muhammad Munir Sahib Darul Fazl Rabwa. Aprili mosi akiwa na umri wa miaka 73 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwaka 1972 alikuwa amejiunga na jamaat ya mkono wa Khalifsi Salis. Familia yake haikuwa Ahmadiyya, hivyo akapingwa vikali kwamba uache jumuiya. Mwaka 2003 akaambiwa kwamba ukiacha jamaat tutakupatia mengi, tutakupa hela nyingi, lakini akaendelea kusimama juu ya jamaat. Binti yake Kamar Munir Sahiba, ambaye ni mke wa mtumishi mmoja wa jamaat, na anaye kijana mmoja Tahir Waqas ambaye pia ni wakfu zindagi. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Marehemu alikuwa mwema, mwenye ikhlasi, muda wote alikuwa anatabasamu, alikuwa hapati hasira, alikuwa anazingatia sana sala 5 na alikuwa anatoa michango kwa wakati. Jamaa yake mmoja Hafiz Saidur Rahman Sahib anasema kwamba baba yangu alimfundisha kazi kwa sababu ye alikuwa mwanajumuiya mmoja tu katika familia yake. Baba yangu alikuwa anakwenda kwake kisha akamleta katika duka lake ambapo akamfundisha kazi, kisha akaanza kuishi nyumbani kwake. Anasema kwamba marehemu alikuwa anaenda misikitini kila siku bila kukosa, na alikuwa na swali akiwa amekaa katika mstari wa mbele. Akapata shauku ya mahubiri, kisha pamoja na mke wake alikuwa anakwenda katika kijiji cha jirani kwa ajili ya mahubiri. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. Jeneza inayofuata ni ya Mwalimu Nazir Ahmad Sahib Darul Barakat Rabwa,
Aprili 4 akiwa na umri miaka 80 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Mia Umaruddin Sahib ibn Mia Karuddin Sahib wa Data Zadka wilaya Sialkot, ambaye alipata kujiunga na jamaat katika umri ya miaka 15 na akaweza kujiunga na jamaat juu ya mkono wa Khalifa Msi pili. Alikuwa amepata mwongozo kwa kupitia ndoto yake. Kisha Master Nazir Sahib alipokuwa akiishi katika kijiji cha 99 katika mji wa Sargoda wilaya ya Sargoda, watu wakampinga sana. Kijana wake mmoja aitwaye Nasir Ahmed akashambuliwa na mpinzani mmoja kwa kisu. Marehemu akavumilia sana juu ya tukio hilo. Wakati ule mwana wake akanusurika, lakini baadaye kutokana na kupata homa akafariki dunia. Wakati wa kumzika mwana wake, marehemu akasema kwa subira na azma kwamba, mwanangu, najivunia kwako kwamba wewe unaenda kwa Allah ukiwa na ukweli, ukiwa na alama za ukweli wa jamaat. Maadamu akaendelea kuishi katika kijiji kile akiwa mwalimu, kulikuwa hakuna haja ya mwalimu au mbashiri kule. Marehemu mwenyewe alikuwa anafanya kazi zote. Kisha akahamia Rabwa ambapo akaendelea kuitumikia jamaat. Akaweza kuwafundisha watoto wingi Qurani tukufu. Kwanza akajifunza tajwidi ya Qurani tukufu kutoka Kari Ashakari. Kisha akaweza kuwafundisha wengine na akaweza kuendesha darasa mbalimbali. Alikuwa anajaribu kwamba aweze kuwafundisha watoto mbalimbali Qurani tukufu na watoto waweze kujua kusoma Qurani tukufu. Saa nyingine alikuwa anawaendea wanafunzi nyumbani kwao na kuwafundisha Qurani tukufu. Alikuwa anaswali sala ya tahajjudi. Akaanza kuswali sala ya tahajjudi tangu utotoni, na wakati ambapo kutokana na janga la corona marufuku ilipigwa mjini Rabwa, marehemu alikuwa anaswali swala katika nyumba yake na Ijumaa vile vile. Sawa na ndoto yake, alikuwa na imani kwamba atafariki dunia akiwa na umri miaka 80, na hiyo imetokea. Wapo vijana wake watatu ambao wamejitolea wakfu. Mmoja yupo hapa anayeitwa Aziz Sahib. Ana watoto watatu ambao ni wakfi zindagi. Mmoja ni Aziz Sahib, anafanya kazi hapa Islamabad. Mwingine ni Nasim Ahmed Sahib, mbashiri katika Rabwa, na mwingine anaitwa Said Ahmed Adil. Huyu pia ni mbashiri wa jumuiya, anafanya kazi katika nchi ya Niger. Ye hakuweza kwenda kushiriki katika mazishi ya baba yake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu, na Mwenyezi Mungu awajalie wafiwa wote wapate subira na awajalie waweze kuendeleza mema yao. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر